Kwa kweli hilo linazungumziwa vizuri zaidi kwamba ukitaka uongozi nafasi za juu lazima, alafu kwenye chama ni uhuni. Hilo mimi kwangu napinga, kwa sababu hata mimi nilipotaka nimefuata taratibu, nimeanza sijui kwenye matawi, nimefuata katibu wa tawi, amenipa mwelekezo, nimechukua fomu, zimejadiliwa. Yani kiufupi hivyo, sikuambiwa nitoe pesa wala labda sijaambiwa toa mwili ndio upate nafasi. Kwa hiyo ndio hivyo. Jamii nchini imeshauriwa kushiriki katika kugombania nafasi za uongozi, hususan kwa vijana wa kike ili waweze kutimiza malengo yao waliojiwekea. Ushauri huo umetolewa na Maimuna Juma Ali kutoka Jukwaa la Wanawake mara baada ya kumalizika kwa majadiliano yaliyoandaliwa na shirika la Action Aid Tanzania kwa upande wa Zanzibar, hafla iliyofanyika katika ukumbi wa skuli ya Tumekuja mkoa wa Mjini Magharibi Unguja. Lengo ikiwa ni kuhamasisha vijana kuwa na uthubutu wa kujitoa katika nafasi za uongozi, kwani walio wengi wanakosa kujitoa katika masuala ya uongozi kwa kukosa mashirikiano katika jamii iliyowazunguka. Ambapo Action Aid wameandaa kongamano hili kwa lengo na madhumuni la kupaza sauti, maana yake kuwakumbusha vijana, wanawake, wanaharakati, wanasiasa na makundi tofauti ya kijamii kuhusiana na swala zima la uongozi, hasa uongozi kwa wanawake, kwa sababu inavyoaminika na ndivyo ilivyo katika jamii zetu, yani wanawake wengi bado tuko nyuma katika swala zima la kugombania au la kukimbilia fursa za uongozi katika mazingira yetu tofauti. Kwa hiyo Action Aid kwa makusudi imeona kuna haja ya kuwakutanisha watu kutoka makundi tofauti ili kusudi kuwajengea uelewa na kusikiliza zile changamoto na masuala tofauti ambayo yapo kwenye jamii yanayowakwaza hao wanawake haswa na vijana, pengine kutokuweza kuzifikia zile fursa za uongozi. Na hasa wameangalia swala zima ambalo limetukabili mbeleni hapo la uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025, kwa maana pengine kuna fursa nyingi za uongozi. Kwa mfano kuna fursa za udiwani, sijui uwakilishi, ubunge na fursa nyingine katika nyanja tofauti za uongozi kwenye vyama vya siasa, lakini kwenye vikundi vya kijamii, kwenye masuala ya kamati za sheha na sehemu nyingine. Kwa hiyo maana yake tukitoka hapa, wale vijana au hawa waalikwa au washiriki wawe tayari washaingia ile taaluma haswa, wawe wamepikika. Maana yake wakitoka kwenye jamii, wakirudi kule wawe ni mabalozi, lakini na wao wenyewe waweze kuchukua hatua za awali kuingia kabisa kwenye swala zima la uongozi. Maana yake wanakusudia kwamba hapa leo tukitoka, ikifika 2025 Oktoba, tunampata mbunge ambaye alishiriki kwenye mkutano huu, tunampata mwakilishi, lakini pia tunampata pengine sheha mwanamke aliyekuwepo hapa kwa ajili ya kuweza kuzifikia yale malengo ambayo wameyapanga kuhusiana na mkutano wa leo. Alizozieleza, changamoto ya kwanza ni mfumo dume ambao inaaminika kwamba kila jambo lazima linasimamiwa na mwanaume. Kwa hiyo inawakwaza wale wanawake kurudi nyuma, inawafanya kurudi nyuma wasiingie katika michakato mizima ya siasa. Lakini pia kuna majukumu ya kifamilia na malezi. Mwanamke anataka na ameamua, lakini mwisho wa siku ametingwa huku na majukumu ya ulezi. Mtoto ameamka mpeleke hapa, harakati za kiuchumi, lakini swala zima la umaskini, mtu anatoka kwenda kutafuta kipato, pengine ni mjane ana watoto. Kwa hiyo muda ule maana yake unamzuia yeye kufikiria masuala mengine. Anachokiona yeye mbele pale ni nini? Ni kusaidia ile familia kuweza kujikwamua tu kwenye masuala ya mahitaji ya lazima. Lakini swala jingine ni swala za itikadi za kiimani. Yani tunavyoamini, na saa nyingine tunaaminishwa kwamba, kwa mfano pengine sisi ni Waislamu, tunaaminishwa kwamba na wanaume wanapenda sana kutumia aya ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Sasa tunaposikia vile tunajua kwamba hili kumbe Mwenyezi Mungu kalisema. Sasa tunakuja kumbe mwanamke sipaswi kwenda pale kuwa kiongozi, kwa sababu tayari mwanamke ni nani? Mwanamume ni msimamizi wa mwanamke. Sasa itikadi za kiimani hasa kidini pia zinakwaza katika sehemu nzima ya kuweza kuingia katika uongozi. Lakini pia swala zima la taaluma, ule uelewa tu kuhusiana na masuala ya uongozi, kwa sababu hata hiyo dini yenyewe ambayo tunasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, tunaona kuna misingi maalum ambayo imewekwa katika masuala mazima ya nini, ya uongozi. Tukiangalia hata katika harakati za uanzishaji na uendelezeshaji wa dini yetu ya Kiislamu, tumemwona Bibi Khadija ambaye ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na gani alivyokuwa anapambana, maana yake kuhakikisha kwamba dini inasimama. Maana yake yeye alikuwa ni kiongozi bora wa kundi la wanawake wa Kiislamu anayefikisha maendeleo ya dini katika masuala mazima ya jamii yake.
Kwa hiyo na changamoto nyingine ni kwamba mazingira, yale mazingira yaliyozunguka ile jamii, labda kwenye jamii fulani swala hili la uongozi pengine haliko kipaumbele, hasa kwa swala ya wanawake. Labda wao wanajikita zaidi kwenye swala la kilimo au uvuvi na masuala mengine. Lakini swala lingine ni swala la mila na tamaduni au desturi hizo zilizokuwemo ambazo ni potofu, zinatupotoa kwamba tusiweze kufikia kule ambako tunatarajia kwenye swala zima la uongozi. Pia kuna swala la kutokukosa mashirikiano au tuseme ile kukatishana tamaa au kukejeliana, maana yake eti ndo anajiingiza kwenye siasa na hata yeye tena wamekosekana watu. Maana yake pale ukisikia ile unakata tamaa, kumbe siwezi, sasa narudi nyuma. Kujiamini, unakaa pembeni, mwisho wa siku huwezi kufuata yale malengo na mtazamo wako ambao umejiwekea kufikia kwenye masuala mazima ya uongozi. Huu ni halitegemei kujiingiza kwenye masuala ya chama wala sehemu nyingine. Ni yule mtu mwenyewe anapojiweka. Maana yake kwenye chama kuna watu ambao wana heshima na wanaheshimiwa, lakini kwenye chama kuna watu ambao wanajitambua. Hata tukimwangalia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanamke na ni mtu ambaye ana heshima na anajiheshimu na anaheshimika. Kwa hiyo suala la kusema kwamba kuingia kwenye chama cha siasa au kwenye masuala ya siasa kwa ajili ya kugombania nafasi za uongozi ni uhuni, ni itikadi ambazo tumeziweka kwenye nafsi zetu na ile kukosa uelewa haswa kuhusiana na suala zima la uongozi, kwa sababu popote unaweza kufanya vyovyote, lakini ukifata misingi na taratibu ambao imewekwa kwenye sehemu husika, lazima utakwenda kwa utaratibu ambao utakuwa unafaa, na hakuna suala la uhuni ambalo litakukuta wala utalifanya kwenye mazingira haya. Nawaasa sana au nawaomba wale ambao wana uwezo na tayari wameshaweka nia za kuweza kugombania nafasi tofauti kwenye masuala mazima ya uongozi, hasa kwa kipindi hichi cha mwaka 2025, wasivunjike moyo, waendelee na ndoto zao na watafute pia fursa na sehemu ambazo wanaweza kupata support kwa ajili ya kuwawezesha kuendelea kusimamia yale malengo yao, lakini pia kufikia ndoto zao ambazo wamezilenga. Isiishie tu kwamba nimetia nia, lakini ile kufika haswa kwenye kile sehemu ambayo amefika akashindwa kwa sababu ya vikwazo vya watu wengine nyuma huko. Lakini pia nitoe wito kwa jamii pia kuendelea kudumisha hii amani tulokuwa nayo, ili kusudi kuwezesha wale ambao tayari washatia nia ya kuwa viongozi bora na kuwa viongozi kwenye mazingira yao waweze kufikia, kwa sababu bila ya amani hakuna chochote ambacho kinaweza kutokea, na bila chochote maana yake maendeleo ndo hakuna, na bila maendeleo ndo Zanzibar hatuwezi kufika sehemu yoyote katika kupambania maisha yetu ya sasa hivi, lakini pia maisha ya vizazi vyetu vya baadaye vinavyokuja. Kwa upande wao, vijana walioshiriki katika majadiliano hayo wamesema kuwa wanaishukuru shirika la Action Aid kwa mafunzo waliowapatia, kwani wamewapa mwanga kujiamini pamoja na kuwa na uthubutu wa kujitokeza katika nafasi mbalimbali za uongozi. Andrea Marco, ninatokea shehia ya Miwani. Lengo la kufika hapa ni kuja kupata elimu, kujifunza kidogo, lakini sio elimu tu, kwa sababu tumekuja kufanya kama dialogue ambayo ni majadiliano ya kina. Kwa hiyo ni wakufunzi ambao wanaweza kutufundisha, lakini pia ni kujadiliana. Na kufika hapa nilikuwa natarajia kuyapata mazuri na tayari nishayapata. Kwa hiyo lengo kubwa ni kujiamini. Ukijiamini unaweza kufikia fursa yoyote ya uongozi. Pia kitu kingine uweze kujitambua ni nini unatakiwa ufanye katika jamii na nafasi zetu tulizonazo. Mimi ni CDF kutoka shehia ya Miwani ambaye nimewakilisha shirika la Action Aid na pia ni mjumbe wa sheha katika shehia yangu. Kwa hiyo nimepata elimu ya kujitambua pia na kusimamia kwamba ninaweza kufanya kwa uthubutu kuwa kiongozi, na ninaahidi niliyoyapata hapa nitayafanyia kazi, nitasimama endapo kutatokea nafasi yoyote ya uongozi ndani ya shehia, katika jamii, niko tayari kushiriki. Nawashukuru. Kwa kikubwa mimi ni washukuru waandaaji wa hii hafla ambao ni Action Aid kwa kutuandalia sisi vijana wao siku maalum ambao tutakuwa tunapata taaluma mbalimbali za uongozi, kupata uzoefu ambao wenzetu wamekuaje mpaka wakawa viongozi. Of course ni jambo zuri kwa sababu ni jambo ambalo linachangia kwa namna moja au nyingine katika kuwajengea uzoefu vijana.
sio vijana tu, kina mama pamoja na wazee ambao wengi huwa wanaamini kwamba wanaweza wakawa viongozi, lakini kutokana na sababu moja au nyingine zinawakwamisha. Kwa hiyo Action Aid wamekuja kusikiliza hizo changamoto zao na kuona ni jinsi gani wanaweza wakawapa support watu ambao wapo huko mitaani. Kama mimi nawashauri wanawake hawa, na sio wanawake tu, pamoja na wanaume na vijana wote au na watu wote ambao wamekuja kwenye mjadala huu, ni kujitokeza katika kuchukua nafasi mbalimbali za uongozi. Kama unavyojua kwamba uchaguzi ni fursa kwa kila wananchi. Kila mtu ambaye ana nia anaruhusiwa kugombea pale wakati ukifika. Kwa hiyo mimi ni washauri tu wale wote ambao walikuwa wana nia ya dhati ya kuchukua fomu za uongozi mbalimbali ambao wao walikuwa wamejipangia, basi wajitokeze kwa wingi katika kuchukua zile nafasi, udiwani, ubunge pamoja na uwakilishi. Wajitokeze wachukue hizo nafasi ili na wao waweze kutimiza ndoto zao za kuwa viongozi ambao tayari walikuwa washajiwekea. Kari ni katibu wa UVCCM wadi ya Kipange, jimbo la Tumbatu, lilokuwepo wilaya ya Kaskazini. Lakini pia ni mjumbe wa sheha katika shehia yangu, shehia ya Kipange. Lengo na mazumuni ya kupata mafunzo haya leo tuliopata kupitia Action Aid ni kushajihisha zaidi kwa wanawake kuchukua nafasi za uongozi kupitia kipindi chote zaidi 2025-2030. Kwa upande wangu kama mwanamke nimejivunia kupata haya mafunzo na pia nimeachukua kama faida kwangu na kwa wenzangu. Na naondoka hapa nimefurahi kupata haya mafunzo, lakini pia nachukua nataka nijitahidi kwa uwezo wa Mungu nikawashajihisha wanawake wenzangu zaidi kujikita kwenye kuchukua nafasi za uongozi inapofikia sehemu husika na muda husika kuchukua nafasi. Napenda zaidi niwe kiongozi bora, ikiwezekana niwe kiongozi bora wa taifa, niache kwenye wadi, kwenye matawi, kwenye wilaya, niwe kiongozi bora hata niwe katibu mkuu, labda hivyo. Kwa wanawake wenzangu, zinapotokea fursa kama hizi, tusiwe nyuma, kila kitu tukawa nyuma. Tuchukue fomu tujaze, tuchukue fomu tujaze kwa ajili ya lengo la kuhamasisha wanawake wengine zaidi, kwa sababu sasa hivi kama tunavyoangalia rais wa Tanzania ni mwanamke. Kwa hiyo ni mfano tosha na mfano hai ule kwamba nasie tushiriki vizuri. Kwa kweli hilo linazungumziwa vizuri zaidi kwamba ukitaka uongozi nafasi za juu lazima, alafu kwenye chama ni uhuni. Hilo mimi kwangu napinga, kwa sababu hata mimi nilipotaka nimefuata taratibu, nimeanza sijui kwenye matawi, nimemfuata katibu wa tawi, amenipa mwelekezo, nimechukua fomu, zimejadiliwa. Yani kiufupi hivyo, sikuambiwa nitoe pesa wala labda sijaambiwa toa mwili ndio upate nafasi. Kwa hiyo ndio hivyo. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.